kwanza alikuwa anaheshimu. Hata wakati tunashuti scene za mwisho kwenye scene ya Bacha alikuwa anaumwa. Lakini alikuwa thubutu hata kusema anaumwa. Mpaka mkimaliza sema unajua JB mimi sijisikii vizuri. Mzee, kwa nini kusema tupumzike? Anasema hapana. Hii ni kazi yetu na lazima tuifanye. Kwa hiyo kwanza aliamua kufanya uigizaji tofauti na wa sasa hivi. Sio muigizaji kama wa sasa hivi wanishuti niondoke. Yeye alikuwa sio wa aina hiyo. Tutaanza naye asubuhi mpaka usiku. Na hii project ilikuwa ni kubwa sana kwa sababu ilikuwa tunasafiri karibu mikoa yote na mpaka nje ya nchi. Kwa sababu hadithi yenyewe ilikuwa inaturuhusu kufanya kwa muda mrefu na tuliamua tuifanye maisha yetu yote. Pale kwenye utamu ulipoanza naye ndio ameondoka. Kwa lazima pia ufahamu faida za kununua kwetu sisi viwanja kama nufaika. Lakini ikumbuke tuna viwanja vizuri sana ambapo viko vya bei ya juu, bei ya kati na bei ya chini. Na pia tunajali kuanzia mtu wa hali ya chini, ya kati na ya juu pia kwa yule ambaye atakuwa na uwezo nao. Na najua asilimia kubwa wa Tanzania tulio wengi tuko katika hali ya kati na hali ya chini. Na ndo wengi tunadili nao kuliko hata wa hali ya juu. Kwa sisi tunatamani muendelee kununua kwetu viwanja nufaika. Kwa sababu tunaamini sisi nufaika tunawanufaisha na tutaendelea kuwanufaisha kama Watanzania wenzetu, kama wananchi wenzetu, na tutahakikisha kila mmoja anapata kuishi kwenye kiwanja cha kwake yeye mwenyewe. Lakini niwape faida nyingine pia, tumeanza na program nyingine tena pia ambayo inahusiana na ujenzi wa nyumba. Hiyo pia muifahamu. Kwa maana ya kwamba utanunua kiwanja kwetu na utaweza kujengewa nyumba kama tutakuwa tumefikia makubaliano. Kwa kadri tutavyokuwa tumeelewana, tutaanza kukutafutia ramani mpaka kuweza kukupa ramani na kuhakikisha nyumba yako tunajenga kuanzia chini mpaka kuweza kufikia juu. Hiyo yote ni faida sisi kwetu ambayo tunaipata, lakini pia asilimia kubwa wewe ndio utakuwa unaipata kupitia sisi. Lakini yote pia inaweza kawezekana kwa kuweza kujengewa na ukaweza kalipa pia kwa awamu kama tutakuwa tumefikia miafaka ya kuweza kukubaliana. Na mimi nategemea kuigiza maisha yangu yote kama alivyofanya yeye. Kwa sababu hii ni kazi ninayoipenda na ni kazi yangu ya kwanza. Mzee Onyango hata ungempa kazi nyingine kubwa zaidi yenye maslahi makubwa kuliko hii, bado angerudi set. Kwa sababu akiwa set anakuwa na furaha kuliko akiwa sehemu nyingine yoyote. Alikuwa anaweza kuishi bila kuwa mwigizaji kutokana na watu waliomzunguka na kipato alichojipatia mwanzo, lakini aliamua kwamba uigizaji uwe maisha yake. Hana tofauti na King Majuto. Uigizaji umekuwa maisha yake mpaka mwisho na anajisikia raha akiwa set kuliko wakati wowote. Kwa hiyo ni mwigizaji wa tofauti sana ukilinganisha na waigizaji wengi sana wa sasa hivi wapya. Hata kazi iwe ngumu namna gani, hata kazi ifanywe katika mazingira magumu namna gani, ataifanya kwa moyo, huku akitoa support kwa producer na madirector kuhakikisha kwamba ile kazi inafanyika kwa ufasaha. Waigizaji wa zamani, na ndio maana uwaga mimi napenda sana kuwatumia, wako tofauti sana na waigizaji wapya, kwa sababu unajua sisi tulianza sanaa hata hatulipwi. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya tunapenda kama yeye. Kwa hiyo wakati huu sasa inapokuwa inalipa, bado yeye kipato kilikuwa pembeni, lakini kupenda ile kazi ilikuwa ni kitu kikubwa kwake.